Ndio maana Biblia inasema mambo yote yanapaswa yafanyike kwa utaratibu. Wana wa wale wa Korinto ilikuwa ni kanisa bora lililojaa Roho Mtakatifu, lakini halikuwa na utaratibu. Kila mmoja alikuwa anakuja na mafunuo yake. Bwana amesema na mimi, Bwana amenifunulia, Bwana amesema na mimi. Baadaye kanisa likawa limekosa instruction ya pamoja, kwa kanisa likaanza kuharibika, ukahaba ukaanza kuende. Sasa anakuja mshemazi mmoja anasema mimi nimeoteshwa, mke wa mzee wa kanisa ni wa kwangu. Kwa na mapira anaondoka na mke wa mzee wa kanisa, naye mzee wa kanisa naye anakuja anasema nimeota mke wa shemazi fulani wameoana juzi, yule hakuwa mke wake, ni mke wangu mimi tu, nilichelewa kumwona. Na that was a Corinthian church, but it was a speaking in tongues church. Ni kwa sababu kanisa lilikosa maongozi ya kikuhani. Kwa Paulo wakati anakuja kudili na lile kanisa, unaona anaanza kuseti misingi ya namna gani Roho Mtakatifu ana operate. Ndio anasema roho wa manabii watii manabii. Lakini ili roho wa Mungu aliyeko ndani yako anitii mimi, lazima kuwe kuna uhusiano ya connection kati ya mimi na wewe katika safari yako ya wokovu. Ndio maana tunakuwa na ibada za uwirisho ama impartation. Maana roho inayotenda kazi kwenye hii madhabahu tende kazi na kwenye maisha yako, ili unapobarikiwa usione kuwa baraka zako ni za tofauti na kanisa.